Alafu sina kudai mimi 2000 yangu. Wewe msumbufu kama nini? Kikopeshwa hela yani wewe. Bora nikaona. Maana hapa kuna ugeni kidogo. Ugeni gani? Kwa chumba mimi tayari nishafikisha. Kwa hiyo ukiona ugeni umeingia msishangae. Sasa kaka, unapangisha chumba. Mwenyewe unaenda kulala wapi? Yaani kulala hiyo wewe ondoa shaka. Kuna watu hapo huko mkaburini huko. Unajua wanalalaje? Kuna wengine wapo jela huko. Unajua wanalalaje? Kwa hiyo ni kulala hapa mimi nyumbani hapa. Popote mimi nalala. Hata kwa kwako mimi siku nikifungwa kuja kulala. Wapi kwa nani? Kwako? Kwa nani? Wewe ni aisa. Kwa tunalala kaka dada chumba kimoja. Yaani kwa maisha magumu nikae na njaa chumba kipo. Wazee kwa tafuta pa kukaa unapangisha. Pa kukaa. Kuhusu vile vitu mimi naenda kuvitoa. Vingine nitaweka ukumbini, vingine nakuja kuweka chumbani kwenu. Chumba cha nani naenda kuweka? Unaenda kuweka wapi chumba cha nani? Yaani hivyo vitu vyako usiende kuweka huko chumbani. Yaani chumbani kwetu sisi usiweke hivyo vitu vyako. Tafuta sehemu uweke hivyo vitu vyako. Chumba chako umepangisha, ulituma upangishe. Nichagulie wewe nikaeke wapi? Utajua wewe pa kwenda kuweka. Ila tu kwa huko chumbani kwetu hamna kwenda kuweka. Wewe vipi wewe? Na nikiibiwa mundani, nikiibiwa simuelewi mtu. Unaona maana siwezi au so huyo wewe mpangaji wake hivi anataka kumleta huko. Wewe mpangaji wake mtu ndio tufuate kwa ndani. Yaani mimi nikiibiwa sehemu mwenyewe ananikaga vitete vyangu hapa. Dada, au ndugu yako kaondoka muda mrefu mpaka sasa hivi hajarudi hapa, nipo ndo sielewi mpaka sielewi tena. Na daiwa hela mchezo, sijui hata nakuja kumpa nini. Kulikoni mwezi, mbona unalia? Dani. Yaani hapo huwezi amini. Yaani leo inaniuma. Kuna mtu nimeenda kanifanya kama samaki nimelala naye tokea yaani tokea mchana saa 7 mpaka dakika hii unapomuona. Kanifanya kama samaki kanigeuza kushoto na kulia. Makubwa. Kwa hiyo hapo umekopwa. Nimekopwa. Sasa unakubali vipi kukopesha? Nishampa mtu kala. Nafikisha ananiletea maneno matupu. Yaani wewe mdogo wangu wewe umezingua kabisa. Yaani wewe ulitakiwa muamala usome ndio ndipo uende huko. Sasa unaenda vipi bila muamala kusoma? Mimi nimemwamini tatizo. Wewe dada naye umezidi. Umeshinda kubeba kitu cha samani ukaja nacho hapa. Sasa guest mimi nabeba kitu gani cha samani na ulinacho? Kapolojo yupo? Yupo ndani. Kapolojo. Kapolojo. Kaka. Kuna nini? Kapolojo, kuna mtu kazingua. Nani alizingua? Wewe umjui lakini kuna mtu kazingua. Baridi basi nisubiri nakuja. Yaani wewe unatakiwa umwambie pale. Muamala usome ndio unaenda. Wewe unajipeleka huko wenzako chana kukukopa huko. Nimefeli mimi hapo tu. Nyamwe. Toka nje nani wewe? Una kibesi kitu gani? Toka ndani. Sikia boy. Wewe unajua kula au nao unajifanyia. Ngoja kwanza. Hebu ngoja lete simu. Tunamwona wewe. Yaani mlipe rangi au sio? Wewe sema nini wanangu, mimi nazingua. Nazingua. Wewe unazingua. Wewe kuna vitu vinaendelea. 10. Wewe ngoja kwanza. Tulia kwanza. Wewe beba hata funguo hii hapa ya sala kuna kununua. Ilikoti nilikuwa nataka muda nilingomba ameninyima. Wewe kaka nawe mimi kuvaa hivyo vibuti vyako nimechoka hadi viatu tunabeba. Alafu na wewe angalia hapo kupiga nao. Maasa kwanza hata mapenzi sabini na shangaa unapiga nao. Sasa lete. Vipi bwana? Naenda kugawana hiyo.
Oya babu, acha kuzunguka zunguka basi. Sasa hivi mambo kidigitali. Wewe niambie una shilingi ngapi tutoke? Sawa, nimekuelewa. Kwa hiyo ni shilingi ngapi? Yaani hapo hamna umekosa 30,000 kawaida. 30. Fresh tu baba. Wewe limeisha. Hilo limeisha. Kaporojo. Kaporojo. Nisubiri. Oya, nakuja. Vipi hapo? Fresh. Sema nini kaka? Wewe chukua mzigo nenda nao nyumbani. Kampe Danu afanye mazingira ya msosi. Alafu mimi kuna sehemu naenda. Tunaona kuna boya kajikanyaga pale. Acha nikamshughulikie. Uhakika? Uhakika? Sema nini? Hapo lazima maungo yawepo. Wewe mimi siwezi kwenda sehemu hamna maokoto. Mimi naenda sehemu uhakika. Baridi basi. Sema nini? Mwambie Danu asisahau kuniwekea msosi basi. Wewe usiwe kibonge kama kile mwanangu ushinda wewe kumtofoa ule. Yaani nyonye paka mafua. Yule akiondoka ondoke ntupu. Kaka bahati nasibu. Napoenda pengine nisile huko. Baridi basi hapo. Sikia nikwambie. Yule blaza yangu. Kwa hiyo nimempa mzigo ondoke na nyumbani afanye mazingira sisi tunaweza tukaenda. Basi poa tu, usicheleweshe muda basi. Kama vipi tu tuenzetu. Ndio mpangaji. Ndio wao wanatoka. Nadhani mazingira mwenyewe umeona. Simelizika. Kumba kile hicho. Hapa kidogo nikutambulishe. Jamani. Huyu ndio yule mpangaji niliwaambia. Tutakuwa naye hapa, atakuwa kama mwanafamilia. Mwanafamilia mpangaji. Yaani ni mpangaji. Unajua siku zote mtu unaikaa naye karibu na ndugu yako. Kwa kuna changamoto yote lazima naye atakuwa anahusika. Ukipiga kelele na kile kitu kamili lazima naye atoke. Sawa. Karibu mpangaji mpya. Huyo dangu anaitwa Danilo na huyu anaitwa Nizama. Karibu sana nyumbani kwetu. Nashukuru kwa fahamu. Karibu. Ila uishi kama mpangaji sio ndugu yetu. Ndio analombana na mmoja hadi kula. Ndio tunaangalia tutasikiza bwana. Najiweza. Subiri ingia nitakukaribisha. Bado hujakukaribisha. Mwadela baba. Mwadela nini sasa? Yaani namaanisha na kusalimia. Salimia sasa. Jasha hizi baba. Wewe eleza shida yako za shaizi ndio nini? Wewe vipi wewe? Samahani nilikuwa nataka niulize. Unataka kuuliza au unauliza? Hivyo. Yaani kwamba kwa nani? Mwanani? Wa msikiti. Unataka kwenda msikitini? Unaenda kwa msikitini, unaenda kuswali, msikitini unaenda kufanya nini? Hapana, yaani ndo mtaa mwenyewe huo nauliza. Mtaa msikitini? Basi uongee tu mtaa msikitini. Wewe vipi wewe? Sawa. Shida yako maki kufika tu. Sawa. Na inaonyesha wewe ni mgeni hapa sawa. Niko nakuomba kama utojali, nikusaidie huo mzigo wako maana nakuona umechoka sana. Toho nabeba mwenyewe. Nini? Toho nini wewe? Ongea Kiswahili wewe. Basi goyo. Kuna mbate zangu humo lakini
Sasa dadangu, nakuomba unisubiri hapa. Naenda kukuchukulia maji ya kunywa. Hapa ndio nyumbani. Minze. Wewe usijifanye kama usikii bwana. Wewe vipi mize nini? Minze ga kunywa? Maji ya kunywa. Au taki? Sawa. Nisubiri hapo hapo. Bebe. Nikala aho. Kaa hapo. Haya.